Haleluya. Mwambie jirani yako, Mungu ameipokea manukato yangu asubuhi ya leo. Jamani, mbona uongei? Watu wadaa vipi? Geukia jirani yako, mwambie Bwana ameyapokea manukato yangu. Daudi akasema nalifurahia waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Ndipo mifupa yangu ilipotiwa nguvu. Mahali popote, mahali pekee ambako unaweza uka-experience ule upendo, uka-experience ile furaha, uka-experience ile hali ya mbingu duniani, ni kwenye kumsifu Bwana na kumwabudu. Ni kwenye nyumba ya Bwana. Daudi akasema unifanye kama bawaba. Yani alipata raha mpaka akatamani awe kitasa cha mlango, ili ukiingia na kutoka unikute. Na mimi nimeumbwa kwa kazi moja tu, manukato, hakuna kingine. Aya, manukato kama sadaka ya Habili, manukato kama zaburi ya Daudi, manukato. Bwana pokea, pokea manukato. Hata kama hujajibu sawa nilivyokuomba, pokea manukato. Mtoto wako anasema pokea manukato. Manukato. Hii sio perfume unayopaka asubuhi. Hii ni zaidi ya perfume. Mungu akikupuliza manukato yake. Mama mchungaji amesema Mungu alipowakumbuka Sayuni, tulikuwa kama tuota ndoto. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungu akikupulizia manukato yake, unatembea kwenye nguvu ya kibali, unatembea kwenye nguvu ya neema, unatembea kwenye utukufu, unatembea kwenye mbingu zilizo wazi, na hakuna cha kukuzuia. Harufu za mizimu, harufu za mapepo, harufu za wachawi, harufu za waganga zinazimwa na manukato ya mbingu. Pokea ibada, pokea Bwana manukato ya sifa, pokea. Haleluya. Kaa katika uwepo wa Bwana. Tafutie kitambaa Glory. Haleluya. Wangapi nasikia raha? Wangapi nasikia furaha kwa katika nyumba ya Bwana? Nadhani sihitaji kujitambulisha, tayari mtumishi wa Bwana ameshanitambulisha. Lakini kabla sijaanza, nimshukuru Bwana kwa ajili ya baba wa madhabahu hii, ambaye pia Mungu amemtumia kwa mimi kuwa hapa siku ya leo pamoja na mama. Haleluya. Mungu awabariki sana, waongeze na wazidishe. Lakini zaidi ya yote nimshukuru Bwana kwa ajili ya mchungaji pale. Naonaga jina lake ni gumu, siwezi kulitaja, ila Mungu ni mwema. Ila pia Pastor Glory, wewe ni mdogo wangu jamani, watatu. Simama uwapungie wakuone basi tunavyofanana. Wajue kwamba ni baba mmoja na mama mmoja. Wapungie watu wakuone. Huyo nilimbeba akiwa anazaliwa. Haleluya, tumepishana miaka 5. Kwa unaweza kaelewa Ila ni mtumishi mzuri wa Mungu, pia namshukuru kwa sababu yake leo niko hapa. Asingekuwa hapa nadhani ingekuwa ngumu pia mimi kuwa hapa. Namshukuru Bwana kwa ajili ya mdogo wangu huyo Asnach, pia analeta Anglican Chief. Nimejuana naye siku nyingi sana. Miaka kama 7 iliyopita. Ni mdogo wetu kabisa kabisa kabisa. Sio tumbo moja, lakini tumetokea kijiji kimoja na tumelelewa kwenye madhabahu moja. Mungu awabariki sana. Namshukuru kwa kuwa hapa mahali hapa. Nilikuja Dar es Salaam sio kwa ajili yenu. Nilikuja kwa ajili ya vijana. Nilikuwa na seminar jana pale Essence of Worship, makumbusho vijana, na tulimuona Mungu kwa namna ya ajabu. Lakini pia niwashukuru kwa kuwa mmeona nafaa kuja hapa kuongea na nyie. Mimi najua dai na watumishi wakubwa. Wengine hata wakiongea moto unatoka mdomoni pa. Sema fire.
Kwa hiyo kama mmeona mimi nafaa kuja hapa, naamini ni neema ya Mungu. Hebu imagine from Kilimanjaro. Ni neema ya Mungu. I don't take it for granted at all. Sichukuli kawaida kabisa. Maana kuna kipindi nilikuwa kwenye mfungo kumomba Mungu anifungulie mlango Dar es Salaam. Kama ambavyo unaomba Mungu akufungulie mlango swinchi za nje. Mimi niliombaga nje zikafunguliwa mpaka nikawa nachoka, sitaki tena kusafiri, nikachoka. Lakini nikawa naenda nchi zingine, naenda Nigeria, naenda South Africa, naenda Zambia, Botswana, Malawi, Zimbabwe, Uganda, Kenya. Mpaka Kenya nikawa naenda kila mwezi. Ila Dar sijawahi kukanyaga kuhudumu hata Arusha. Yaani nilikuwa ni hapo Moshi tu. Nikitoka nimeenda nje. Unaweza kaelewa. Kama Mungu hiki kifungo cha loko hiki. Kwani amwita, lakini hii lazima ianguke. Kwani watu wangu wa Tanzania siwezi kuwahudumia kwa neema uliweka ndani yangu? Malango yangu funguka. Nikaanza kuchukua naita da funguka kwa jina. Arusha ni mahali pale 5, ila nilikuwa sijawahi kwenda Arusha kudumu. Nikienda kununua viatu au nguo au msibani, ila sio kuhudumu. Ila Mungu alipofikisha wakati wake, karibu kila Jumamosi niko Arusha na kila mwezi mara 2 karibu niko Dar. Unaweza kanielewa Mungu ni mwema. Kwa hiyo sichukui kawaida, ilikuwa kama ombi langu, ila Mungu amejibu. Tena sijaja Dar kwa wachovu, na kuja Dar kwa watu wanaojielewa. Unahubiri mpaka unamulikiwa na kamera. Yaani Mungu akikutendea ni kama anatenda kabisa. Yaani akifungua mlango anafungua. Ile miaka iliyoliwa na parare, madumadu, tunutu inafanyaje? Haleluya. Kwa kiukweli namshukuru Mungu sana, na Mungu ni mwema. Na tutazungumza kidogo kwa habari ya neno ambalo naendea kwenye hii madhabahu, kwa habari ya mgeuko. Ili neno ni zuri, nimelipenda sana. Unajua lazima ujue kitu kimoja, kila madhabahu ina neno lake. Neno la madhabahu yenu haliwezi kuwa sana neno la madhabahu yangu, kwa sababu Mungu anawapa neno kulingana na maisha yenu. Kuna mtu ananielewa? Na Mungu anapolileta neno la mwaka au neno la kusimamia, maanake kuna malaika wameachiliwa kwa ajili ya kulifanyia kazi ilo neno litokee. Kwa Mungu akisema kwamba ni mwaka wa mgeuko wa kiungu, inamaanisha kuna watu walikuwa wanageukaga wenyewe. Wakigeuka wanapigwa mawe, wakigeuka wanakatishwa tamaa, wengine wanageuzwa kwa nguvu na watu, alafu wanarudi tena hivi. Sasa ukisikia mgeuki wa kiungu, maanake is a supernatural turnaround. Is a supernatural what? Naona vijana wako hapa, ngoja tutachanganya na Kiingereza, msiogope. Is a supernatural what? Yaani ni Mungu anakugeuza yeye mwenyewe kwa njia ambazo sio za mwanadamu. Hahitaji cheti chako, hahitaji ndoa yako, hahitaji unamjua nani. Anaingilia kati kesi yako, anafanya kile ambacho mwanadamu hawezi kufanya, anakugeuza mwenyewe. Kwa hiyo ninaamini neno la kinabii kwenye hii madhabahu kwamba ni mwaka wa mgeuko. Wewe kama mtoto wa hii madhabahu, hakikisha unageuka. Mwambie mwenzako, mwambie geuka. Hata Musa aliambiwa geuka uyaone maono haya. Aliona kijiti cha moto kinawaka, anaangalia, ni mchawi, ni nguvu za giza. Akapea, mwanangu wewe geuka uyaone maono haya. Kwa hiyo neno linapokuja, Biblia inasema kwenye kitabu cha Isaya 55 mstari wa 11. Mimi Biblia iko kichwani. Kwa hiyo kijana utakuwa unanisikiza vizuri. Biblia iko wapi? Moyoni mwangu nimeliweka neno lako. Wakolosai 3:16. Nisije nikakutenda. Kwa no, hivi ndio hilo. Hilo ni Zaburi. Yaani maneno yamekuwa mengi mpaka najisahau. Zaburi ya 119 mstari wa 10 na 11. Yaani na neno la Kristo nalijaa kwa wingi. Hiyo Wakolosai ndani yenu ameshaweka. Hiyo ni ile lingine. Lijaa kwa wingi, kwa nimejaza neno sana. Kwa sababu hata huo mgeuko au geuzwi na spana, au geuzwi na msisimko, unageuzwa na neno. Musa aliambiwa na Mungu geuka, akalisikia neno, akaliamini neno, akaligeuka. Anasema ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo kwenye kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo. Nataka kanisa lilochangamka,
katika mambo. Jamani, Mungu ni mwaminifu. Anasema yeye sio mwanadamu hata aseme uongo. Ahadi zake ni amina na kweli. Mbingu na nchi zitapita lakini neno lake halitapita. Sasa tutakushangaa pale ambapo unamwambia Mungu, nipe mme. Anakuambia mwanangu, sasa hivi unatakiwa ugeuke. Angalia mashariki utamwona mme wako. Angalia magharibi utamwona mke wako. Angalia kusini utaiona kazi yako. Angalia kaskazini utaona huduma yako. Sio swala la kusubiri tena. Yatosha muda tuliozunguka mlima. Enough is enough. Walizunguka ule mlima, wakafika mahali wakasema no, we are not going to revolve there. We are not going to rotate there. God is going to do something and nobody can stop it. Anasema tazama nitafanya neno jipya. Nani awezaye kunizuia? Nitatoa maji jangwani na njia kwenye giza. Sema nageuka. Geuka hivi. Aya. Hey. Hallelujah. Sema nageuka. Nione utukufu wake. Nione nguvu zake. Nione neema yake. Waliopandwa katika nyumba ya Bwana, tunastawi katika nyumba ya Bwana. Tunastawi kama mtende. Hallelujah. Huyu sio mganga kienyeji amesema. Mungu anatumia vinywa vya manabii wake. Akasema muamini Mungu utathibitika. Amini nabii utafanikiwa. Mungu atakuambia wewe ni mwaka gani. Anajua una Musa ambaye amemweka kwenye madhabahu. Ataliweka ndani ya Musa kwamba waambie wanangu ni mwaka wa supernatural turn. Najaribu tafuta wimbo wa mgeuke si upate. Hamna wimbo mpaka kugeuka. Msababu yani na connect hizi hizo nyimbo za mgeuko. He's standing around for my good. He's standing around. Utaongea tatototo hivyo hivyo, unageuka. Hamna Kiswahili tunageuka. Hakuna. Tunaongea Kiingereza. Maana kuna watu tutageukia Ulaya, tutageukia Marekani, tutageukia China. Sio lazima tugeukie Tanzania. Standing around for my good. Standing around for my. Say again. Standing around for my. Again. Ni ambao muimbi au mnaangalia wengine. For my good. Ndio maana Yesu alisema hivi, kama hamtakuwa kama watoto, sahau kurisi ufalme. Sahau kugeuka. Kama utakuja na misimamo yako ya Kichaga, misimamo ya Kisukuma, huyu mwanamke anatuhubiria. Kwanza mwanamke Biblia inasema asipewe madhabahu. Roho alimiminwa. Akasema nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Vijana wa kike na wa kiume watatabiri. Mabinti zenu watatabiri. Wazee wataota ndoto. We have Ramasakata. Tunageuka. Situation zinageuka. Maumivu yanageuka. Ugumu unageuka. Kwa sababu gani? Tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliye. Unaelewa? Sasa kwa mwaka wote usiwaze kitu kingine saa hizi. Waza tunageuka. Hata ukilala usiku kaota nageuka. Meoko anakupokea nageuka. Mtoto anasema nageuka. Ndio wimbo wenu mnageuka. Ukiangalia hicho chumba chako kimoja self confused, gesi iko hapo kitanda, sema wewe kitanda sikia. Chumba sikia. Nageuka. Naiona self container. Nageuka. Yes, you speak. Aonavyo mtu nafsini mwake. Methali 23 mstari wa 7. We
Huwezi kuwa zaidi unavyojiona. Hata kama uko kwenye chumba kimoja, ukiona self container, kuna saa utaona na utaona tena. Mungu akamwambia Ibrahimu, popote macho ya, as far as you can see. Hallelujah. Kwa umbali utakaona, sio kwa umbali utakao kuonyesha, sio kwa umbali utakao kuambia. Lazima ufungue macho yako, alafu yaruhusu yaone. Akasema nimekupa. Akamwambia Yoshua kwenye Yoshua moja pale kwamba popote nyayo zenu zitakapokanyaga nimewapa. Maanake kama usipokanyaga sikupi, hata kama ni chako. Nageuka, nageuka. Wewe nimeutungia, umetoka mbinguni huo sasa. Umeelewa eh? Yaani huo ni malaika ameniletea kunisaidia ili mnielewe. Haleluya. Kwa hiyo sisi tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Tumeumbwa kwa sura na nani? Kwa sababu tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Mungu alivyomuumba mwanadamu kwenye kitabu cha Mwanzo 1 akasema Mungu akamuumba mwanadamu, akawabarikia, akamwambia zaidi mkaongezeke mkajaze nchi. 1:26. Akawaumba kwa mfano wake na kwa sura yake. Niangalia hapa usoni. Mimi sio unayeniona. I'm a spirit. Wewe kama unamwona mwanamke, Mungu anaona mwanamke, anaona jitu. Mbinguni hamna jinsia. Baba, hapa vijana weni hapa. Mbinguni hamna kuoa wala kuolewa. Hakuna kuoa wala kuolewa, ni harusi moja. Kwa hiyo Mungu akituona anatuona kama roho. Na aliumba roho, akaibarikia, akaambia zaa ukaongezeke ukajaze nchi. Roho, mwanamke na mwanaume, roho. Kwa hiyo sasa anatamani tuishi kama yeye alivyo. Akasema kwenye kitabu cha Zaburi 115 mstari wa 16, mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi, sema nchi, amewapa wanadamu. Alivyoziumba mbingu, akajua, akaumba mbingu na jeshi lake. Akaitengeneza nchi, kuanzia Mwanzo 1 pale akaenda kwenye nchi. Akamaliza, akaona kila kitu ni chema. Ila akasema lazima atokee mtu ambaye ata have dominion, ata control, atafanya extension ya mbingu duniani. Hela. Yaani ataileta mbingu wapi? Mtu ambaye akiongea ni mimi nimeongea, akifunga ni mimi nimefunga, akifungua ni mimi nimefungua, akiumba ni mimi nimeumba. Ndio maana Mungu akuumba simu, sisi tumetengeneza simu. Hakuumba TV, tumetengeneza TV. Hakuumba speaker, tumetengeneza speaker. Hakuumba nyumba, tumetengeneza nyumba. Tunaendeleza uumbaji. Na kila mtu aliyezaliwa ana kazi maalum ya kuja kusababisha mgeuko katika ulimwengu wake. Kama ni kwenye familia yako, kuna kazi maalum ya kusababisha mgeuko. Glory ni shahidi. Kwenye familia yetu kulikuwa kuna wasomi. Mimi ndio nilikuwa wa kwanza kufika form 4. Ukoo mzima. Sio ukoo. Sema haleluya, tukageuka. Nikavunja rekodi, nikaingia form 6 kwa machozi. Naumwa, hao ni mashahidi. Naumwa magonjwa yote isipokuwa kansa na ukimwi. Naumwa. Kimaza utasoma hichi kitabu changu hapa cha mimi nimekataa kujidharau, kitakueleza nilivyokuwa naumwa. Naumwa. Siku moja nimelala, niko chuo kikuu KSMC, nimesema KSMC pale daktari. Bibi zangu wakaja kwa dirishani. Wakaniwasha vibao, mama mchungaji, vibao vya mabibi mizimu. Nikapigwa, nilikuwa nimelala kitandani, akapia. Lakini kabla hawajanipiga walikuwa wanaongea. Huyu anasoma kama nani? Kichaga. Nani amemwambia asome? Huko na mtu anasomaga, hujui kuna mtu amegeuka. Kuna mtu amefanyaje mama mchungaji? Amegeuka. Ameamua kugeuka. Wakaniwasha kibao kizito. Yaani mtu ana mkono unatoka nje unaingia mpaka kitandani. Niliusikia. Nikasema it doesn't matter. I am going to finish my first degree. Nikamaliza degree kwa machozi. Sikuwahi kusoma, nikakaa mwezi mmoja bila kulazwa hospitali. Sikuwahi, sijui. Kuna kipindi niliishi sijui unaishije bila kuumwa kichwa. Nilikuwa nakaa naambia mtu hivi, ukikaa bila kuumwa kichwa unajisikiaje? Maana is my life. Nimekonda, nimesoma pale Kilakala Morogoro. Kila siku nalazwa Morogoro hospital. Kuna siku niliingia Kilakala pale siku ya kwanza, nikaumwa typhoid, malaria, wakanipa dawa fulani hivi ya Metacaflin. Nilipofika Morogoro hospital usiku wake, na siku hiyo ndio nimefika Morogoro, Israeli akaja, sema Israeli. Alikuwa hajui nimegeuka. Nikaona mtu anaingia na nguo nyeusi mlangoni, akafika pale. Alipofika pale, akanigusa. Na kuna bibi ilikuwa nimelala kitandani. Yule bibi akashtuka, alikuwa ameparalyze.
Alivyonigusa nikajikuta naomba, nasema unichukue. Akaniambia tunataka tukuchukue. Kwa nini usome? Kwa nini unasoma? Hasira ilikuwa hapa ya Israeli. Siku kama kuna Israeli sema die by fire. Nikasema uniui. Mimi ni mtoto wa Mungu, lazima nisome. Nikawa napambana pale. Akashtuka, akaniachia. Alikutana na mtu aliyegeuzwa. Akamgusa mama moja pembeni kwenye kitanda kingine. Asubuhi nashtuka, ni kama ngana kusingizi. Wanasema tunaenda kuzika sasa hivi. Maiti ya Kiislamu hailali. Mungu akaniambia Israeli aondokagi bure. Ilibidi aondoke na damu ya huyu Muislamu ambaye alikuwa hajajeuzwa. Nikarudi shule mzima. Unaweza kanielewa? Nikamaliza chuo form 6. Nikamaliza chuo, nikafeli form 6. Sikuwa ninaanzia hapo hata. Kapata division 3. Kwa sababu ya magonjwa. Mungu siku akaruza lightness. Unaweza kusoma chuo kikuu, ngambia baba unajua mimi ni genius, akili ninazo, naweza. Ni shetani tu anataka kudiscourage, kama sasa naenda apply KSMC. Utapata. Kama Mungu KSMC ni private baba. Naenda kupeleda, akamwambia no, KSMC. Baba yangu hana uwezo kunisomesha. 50,000 zenyewe zilikuwa shida, unakumbuka? Tu ada tu za kawaida mpaka mfunge. Glory jana kwa nikumbushia. Mnafunga mpaka mnafunga. Baba anasema kumbukeni mnaenda shule, mifungo ianze. Sisi tumeelewa bwana. Nguo za Christmas mifungo. Ada mifungo. Sisi tuna leo jana mpaka tulala saa 9 akitukumbusha ile mifungo ya baba. Na asubuhi na chapwa viboko, anakuja anatoa blanketi, umelala saa 1. Amka! Unafikia ada inatoka wapi unalala badala ya kuomba? Simumzalishe shetani watoto. Kumbe alikuwa anatulea makomando. Tugeuke. Tugeuke. Unaelewa vizuri? Kuna siku Glory alichapwa. Alikataa kuamka. Baba akamwambia sasa tukao tunaenda shule ya msingi. Akamwambia utakapo na utapiga magoti lisali moja na uombe kwa nguvu nisikie. Amekaa anasoma mezani kitabu. Saa 2 inafika Glory anaambiwa omba. Hakuna kwenda darasani bila kuomba. Mgeuko lazima utokee. Huko ni uko kucheza cheza. Umenielewa? Mungu nikamaliza nikaenda KSMC, Mungu akanipa kile chuo. Mungu akageuza uteka wangu. Wakati matokeo ya KSMC yanatoka, jina langu likawa limekiwa star. Nikaangalia ile star pale ni ya nini? Wakasema the one with the star has been granted by government. Kwani sasa hiyo unajua granted nini? Nachanganyikiwa, what is granted? Nikakimbia KSMC, nikafika nikamwambia baba mmoja pale kwenye reception. Baba naomba niambie jina langu. Akamwambia mwanangu wewe kachukua mabegi njoo usome udaktari mpaka siku unamaliza utaka ulipe ada. Sema nageuka. 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 Hey! Nikafika KSMC nikawa tena sina hela ya kula. Sina hela kulipa kodi. Nikajikuta nasoma na vijana wa nje wakawa wananitongoza sana. Na mimi nilikuwa sitaki kulala na mwanaume mpaka miaka 30 niolewe. Nimefanya agano na Mungu no kuguswa until marriage. Kwa sasa wale wakaka wa South Africa wana media, nilisoma darasa na watu wa nje tu, nilikuwa Mtanzania tu kwa sio wawili mimi mwenyewe. Kwa wananitongoza wana hela zao. Nikamwambia bwana, nimeingia KSMC, sio kwa kulaga makukuru yale na ndizi roast. Nikamwambia hapana, hii ni aibu. Nikamfuata mkuu wa chuo siku hiyo nikamwambia baba, kweli nimepata sponsor na chuo baba, mimi sina hela. Unamfuata mkuu? Akamwambia nikaingia kwenye mfungo wa tatukavu na muombea baba Mungu amguse moyo. Siku moja niko sokoni akamwambia lightness uko wapi? Niko sokoni baba njoo. Kwa hiyo unahisi unaweza ukala shilingi ngapi kwa mwezi? Nikamtajia. Akamwambia nenda pale kwa mhasibu utapokea hela kwa mwaka mzima. Alafu ukimaliza chuo utafanya kazi na sisi. Nageuka. Nikaanza kulipwa mshahara nikiwa chuo. Sema power. Nguvu ya imani. Hakuna cha kukuzuia. Mtoto ameingia shule, aliyevunja rekodi ya mizimu ya kifamilia. Alafu Mungu anasimama naye pale kusema kwamba nikiwa upande wako hakuna aliye juu yako. Mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Ninajua kuyageuza majira na nyakati za watu kwa ajili ya utukufu wangu. Hila haikutokea tu, nilikuwa ninaamini. Nasema wewe Mungu ndio baba yangu. Baba yangu ameamua kuajiriwa na wewe. Mpaka leo tunaishi nyumba za kupanga. Hatujawahi itakuwa na nyumba, tumekaa nyumba 16, 17. Mungu wewe ndio baba yangu, nataka nisome. Alafu Mungu alivyo ajabu nalipwa. Akaja mama mwingine pale anamgawa. Akawa anapenda na viabudu kanisani Mount Glory. Anapenda kwenda Mount Glory ndio anakuja chuoni. Akawa anaguswa na bubujika. Akamwambia mwanangu umepita hapa kwangu unywe chai na sambusa. Ile mgao ulikuwa ndio wagali kuliko migao yote KSMC. Ni wazungu tu walikuwa wanaenda hapo na wakuu wa chuo. Kidogo akamwambia Mungu ameniambia ukinywa hapa chai ukila nauza sana. Kwa hiyo nilikula KSMC kwenye mgao wa gharama bure mpaka nikamaliza chuo, na kula sambusa, sausage, maziwa, pilau, nakaa na mkuu wa hospitali ndo tunakaa meza moja. Nikiona wazungu tunakaa meza moja. Niliama mtaani kwenye chipsi, kwenye zile ndizi rosti na makukuru ya 500. Wakana nita celebrity, chuo kizima celebrity.
Celebrity ni mtu ambaye anashangiliwa. Celebrity. Nikimwambia mama nimefunga, ananifungia take away. Naenda kula nyumbani, sema nageuka. Mungu anawaza mpaka chakula utakachokula. Acheni na Mungu wa mageuko wewe. Aliwawazia wana wa Israeli akasema mmekula sana mana, sasa nawapa kuku, nyama. Kumbe Mungu anataka ule nyama Hizo dagaa geuka. Hizo choroko geuka. Mwambie Bwana na hamu ya kuku. Kama aliwapa wana wa Israeli kware, na wewe utashangaa unakula kuku. Haleluya. Wakala kware mpaka wakatokea puani, sema mageuko. Unafikia Mungu hataki ule vizuri? Anasema kwenye kitabu kile cha Kutoka 23:20 ngapi pale, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu kwa furaha, na atabariki chakula chako na maji yako. Chakula kilichobarikiwa ukila unasikia raha. Sio unakula ukoko hujabarikiwa. Unakwangua sufuria mpaka inapiga kelele nyumba nzima, majirani wanajua. Tena ukoko wa jana. Toka hapo, geuka. Utakula chakula fresh. Anasema nitabariki maji yao na chakula chao. Sio nakunywa maji ya baharini anakuletea amweba. Utakunywa maji yale yanayokunywa na watu wengine. Kuna mtu ananielewa? Nitaondoa magonjwa kati yao. Naona ameshaweka. Unaona watu walivyo wazuri hao kanisa hili. Mungu awabariki sana watu wa hili kanisa. Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako. Hey, nami nitaondoa ugonjwa. Hili andiko ndio lilifanya magonjwa yangu yakaondoka. Nilifika kufanyia operation ya 5. Sema ya 5. Maziwa yangu yakapasuliwa, nikaambia sina mavimbe. Nimetoka kwenye operation nikasema haya maisha mpaka lini? Hivi nitanyonyesha kweli? Hivi nitakuwa wachumba 9 waliniacha kwa sababu ya kuumwa. Wa 10 ndio walikuja kunioa nikiwa nimeshapona. Unaweza kaelewa maisha. Nilikuwa ni mtu hospitalini. Nani kilazwa lazima niote nimekufa. Lazima niote naingizwa mochwari. Kuna siku nilazwa odi moja pale KSMC, wakafa watu wote, nikabaki mwenyewe. Na pale KSMC ulikuwa ukifa kwenye ile odi unatolewa nje na kitanda. Kwa na mimi usiku ile nakumbuka, nilikuwa najiona tu kitanda changu kinatolewa. Na muona nesi ananifunga pale nje. Jamani, wa Masai fulani wakaja wanalazimishia eti nifungwe. Anakufa mtu mwingine. Nilivyoamka asubuhi nikasema never. I am going home. Sifi. Kumbe shetani alijua nini nimebeba. Alikuwa anaifuatilia nyota. Alikuwa anajua hatima ya Mungu juu ya maisha yangu. Kuna saa unapita kwenye machozi ni kwa sababu ya kitu ulichokibeba. Kuna saa unapita kwenye mateso ni kwa sababu ya kitu ulichokibeba. Anasema wenye haki wangu wataishi kwa imani. Akisita roho yangu haina furaha. Kuna matumaini kwenye mtu uliokatwa. Ayubu 14:7. Kwamba unaweza ukachipuka tena. Nilikuwa ni mtu ni mgonjwa, lakini nilikuwa namwambia Bwana, ninakuamini. Bado nitaamini. Nilikuwa naiona ndoto kwamba kuna mwanamke atasimama Marekani siku moja atahubiri. Kuna mwanamke atasimama South Africa atahubiri. Kuna mwanamke atasimama Nigeria atahubiri. Kuna kama mwanamke katasimama Dar es Salaam leo katahubiri. Katamtia mtu moyo. Nikaambia magonjwa sikia. I am pressing on. I am pressing on. Nyi watoto 2000 mjue wimbo mamtuka unajua. I am pressing on. I'm pressing on to the higher. Ninasonga mbele. Nilikuwa naona ndoto kwamba nitakuwa kwanza kuwafanya wadogo zangu wasome. Nitafuta kizazi ambacho hakisomi. Nitakuwa kwanza kupata degree ya kwanza. Nitakuwa wa pili kupata degree ya pili. Nitakuwa kwanza kupata degree ya 3. Cha zaidi nikasema nitaolewa kwa harusi, maana uko wetu wote harusi ilikuwa ni baba yangu na mjomba wangu, baba mdogo nakumbuka. Alioa Jumamosi, Jumatano wakaachana. Kweli baki ndoa ya baba yangu tu. Baba mdogo tu mmoja ambaye alioa sijui. Kwa mimi lightness nitakiwa nikilete. Shangazi yangu akaniambia lightness unaolewa. Hujui kwamba mimi niliolewa, yaani shangazi yangu anasimulia, mimi niliolewa nikaitwa kaburini kwa babu. Akaniambia waambie watoto wa kwanza wa hii familia, sio kama unajua hicho kitu, mimi ndo nakwambia leo. Wa kwanza sio wewe usiki ni mimi. Wasiolewe kwa sababu mimi ndio mume wao. Shangazi yangu aliolewa kwa kichaa. Kwa akaenda kwenye ile kaburi kufanywa matambiko. Babu akamwambia waambie wote ni wake zangu. Mimi nimezaliwa eti nimeshaolewa na babu. Shetani una adabu. Nageuka. Sema nageuka. Babu akamwambia na kweli watoto wa kwanza
Kuna mwingine aliolewa unamkumbuka. Alikuwa kichaa, mume wake akadondoka akiwa anapaua akafa, mume akafa. Yule dada mpaka anavyokuambia sasa hivi ni kichaa na kota makopo. Mimi tu ndio niko kwenye ndoa. Kama binti wa kwanza wa ukoo. Nimegeuka. Sema nimegeuka. Sema nimegeuka. Na atoki mtu hapa, achiki mtu hapa. Lazima anasema nao watatengeneza vizazi, watatengeneza misingi Isaya 60 pale iliyoharibiwa vizazi na vizazi. Mungu amekuchagua ukatengeneze msingi mpya. Pale ambako kulikuwa hakuna elimu, leta elimu. Hakuna kazi, leta kazi. Hakuna wokovu, leta wokovu. Hakuna utumishi, leta utumishi. Hakuna ndoa, leta ndoa. Hakuna heshima, leta heshima. Maana Yesu Kristo anakaa ndani yetu. Wagalatia 2:20, tumesulubishwa pamoja na Kristo, lakini ni hai. Sio mimi naishi, bali Kristo. Sema Kristo anaishi ndani yangu. Kristo anaishi ndani yangu. Mimi nimekufa. Wakolosai 1:3, kwa kuwa mmefufuliwa na Kristo, yatafakarini yaliyo juu. Sema juu. Akasema msitafakari yaliyo katika nchi. Kwa nini msitafakari? Kwa sababu mlikufa. Sema tulikufa. Huwezi kugeuka usipokufa. Nataka nikwambie leo sasa. Huwezi kugeuka kama hujakubali kuoa. Mungu akuoe. Awe asili ya dhambi, awe asili ya uvivu, awe asili ya kiburi, awe asili ya majivuno, awe asili ya ubabe, halafu uzaliwe kiumbe kipya. Sasa na Korintho 2:5-17, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Ukisoma pale juu mstari wa 15 anasema, naye alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai kwa ajili yao wenyewe. Mguse mwenzako mwambie, kwa nini unakuwa hai kwa ajili yako mwenyewe? Alikufa ili usiwe hai kwa ajili yako mwenyewe, bali kwa ajili yake aliyekufa. Kaka upo? Tu unaona ameshafungua. Tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena. Sema nisiwe hai tena. Hui hai kwa ajili ya mizimu. Hui hai kwa ajili ya umaskini wa kwenu. Mimi nakwambia wote hapa naona ni matajiri. Tukiwaambia uko tuliozaliwa, siku ya harusi zetu hata kuita baba wadogo waje wale keki unaogopa. Baba yetu na wazima nguo wote, na mpaka wakivaa asubuhi mpaka ifike saa ya harusi hazifai. Alafu natuona makomando tuko hapa, tunasukuma injili mbele. Unaelewa? Anasema tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao. Sio kwa ajili ya nafsi zao, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa na kufufuka. Kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya nani? Sema kwa ajili yangu. Amekufa na kufufuka. Na anasema tulikufa pamoja naye, tukafufuliwa pamoja naye, tumeketishwa pamoja naye mkono wa kuume. Wewe umekaa wapi? Rombo? Umekaa wapi? Kibosho? Umekaa hapo nani? Kimara? Nenda kaketishwa juu. Kristo alipo ndipo na sisi tumekaa. Anatuombea usiku na mchana. Sema nageuka. 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 Usisahau wimbo. Nageuka. Wababa mnasema nageuka. Nageuka. Wababa mpo bigotokea Katoliki, amko huku. Mlikuwa mnaimba nyimbo za zile. Nageuka. Wamama nageuka. 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 Hamna watu wanatokea kwenye kwaya za Katoliki ukanisani kwenu jamani. Unanielewa vizuri eh? Tuanze 1 2 3. Sisikii bezi. Power. Yaani ukiimba hivyo shetani anakimbia na mama mkwe wake na shemeji. Wanasema yule tuliyoko tumemkandamiza ametoka. Anasema kwenye kitabu cha Isaya 42:22, watu hawa ni watu walioibiwa, wamenaswa kwenye mashimo, wala hakuna asemaye rejesha. Leo nimekuja kama nabii wa Bwana kwenye hii madhabahu. Yoyote ambaye adui alikuwa amempoteza, yoyote ambaye adui alikuwa amemzika, ninakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Unapasua hilo kaburi, unapasua hilo jeneza, unapasua, unatoka. Ramasika, unatoka. Sema natoka. Natoka
natoka kwenye hili kaburi, natoka kwenye gereza, natoka kwenye umaskini, natoka kwenye utumwa. Ufunuo pale ni Ufunuo ngapi ile? 5:10. Anasema akamnunulia Mungu watu wa kila kabila mwana kondoo aliyechinjwa. Akamnunulia Mungu watu, yani Mungu ndio Yesu ndio aliyokununua. Niangalie usoni ulionunuliwa. Wangapi amenunuliwa hapa? Kuna watu huko kanisani hamjanunuliwa. Umeelewa? Mwana kondoo aliyechinjwa akamnunulia. Hebu fungua hapo Ufunuo 5:10 pale nadhani. Unaona? Nao waimba wimbo mpya. Sema wimbo mpya. Nageuka, si ndio wimbo wetu leo ambao mbingu umeushusha. Yaani leo sahau kila kitu lakini usisahau wimbo. Na Roho Mtakatifu atakukumbusha ukiwa hata nyumbani unapika. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu. Na kuzifungua mihuri zake. Wastahili wewe kuingia kwenye hiyo shule. Wastahili wewe kuingia kwenye hiyo kazi. Wastahili wewe kuingia kwenye hiyo ndoa. Wastahili wewe kuendesha hilo gari. Come on. Sema power. Yani kama niko Nigeria vile yani ukihubiria Nigeria mama ni raha. Wanajua kupokea. Nikamwambia Mungu nageuka. Nilienda Nigeria nikamwambia Mungu nipe makanisa 5 ya kuhubiri. Nilihubiri. Sema mgeuko. Nikamwambia woman from Tanzania coming to Nigeria. Ninafungua ma scripture nasoma, Mungu ananiambia mwanangu hapo mwanangu ile nchi ya magiant ilivyoshuka airport. Nikasema na mimi leo nimekanyaga airport ambazo kina Idaosa walikanyaga. Nikaishi nyumbani kwa kanisani kwa Adeboy. Kanisa la watu 1,000,000 kwa wiki nzima. Naamka usiku wa manane naingia ile kanisa la kilomita 3 kwa 3 niko repose. Nilichukua hadi mawe nayo pale ofisini kwangu. Mawe ya pale madhabahu. Siabudu lakini kwa imani. Rikosakata anasema na mimi nageuka Lightness. Hata mimi nitajenga kijiji Tanzania. Hata mimi Mungu atanipa watu. Rima sika yana. Watu wamelala hosteli mimi niko tu huko nageuka. Rikosakata. Rima sika. Kwani Mungu anilete kuona watu. Nikaenda kwa Chris Embassy. Kwa Pastor Chris siwe kuna mle mountain of fire. Jamani nyewe watu wamegeuzwa. Na dunia imewageukia. Nikiwa kwenye ndege nikamwambia Mungu nikirudi Tanzania nimegeuka. Umenielewa vizuri? Usikubali shetani akushike. Nilikuwa wa kwanza kwenye ukoo kupanda ndege kubwa. Ya kwanza alipandaga mdogo wangu kutoka Mwanza kuja Moshi. Kwa hiyo sioni kama ni ndege. Fast jet. Utakombea na ndege ya watu 900? Huwezi kuombea. Ukoo nimepanda nikawatumia ndugu zangu message. Mizimu yote nimeipandisha hapa. Alafu kabla sijapanda ndege niliota ndoto. Nilipanda kwenye ndege. Kuna msichana mmoja wa shule ya msingi. Akawa yuko pale kwenye mimi na ndege tunaenda Marekani. Hiyo ndoto. Akawa sasa Ruben akasema, Lightness wewe fulani na fulani shukeni kwa sababu mnaarisha. Nikasema tunaarisha. Sasa mimi nikamwambiaje? Mimi siarishi na kweli mimi nilikuwa siarishi. Wanawarisha ni wao. Walivyoshushwa ndege ikafika mahali wakapandishwa. Walivyopandishwa yule Ruben akasema nimesema hivi. Anayesafiri na ndege ni Lightness. Naombeni mumpe Lightness passport yake. Walikuwa ndio wana passport yangu. Yule binti nilisoma shule ya msingi. Kumbe alikuwa ni mchawi. Na alikuwa anapeleka kwa bibi yake nilikuwa sielewagi. Kumbe ndio aliibaga hicho kitu cha kusafiri. Na sasa hivi aishi Tanzania. Sasa kumbe ni anatembelea kitu changu. Shetani. Mimi nateseka Moshi. Kumbe kuna mtu linapanda ndege kwa niaba yangu. Unijui. Sio mimi. Sema sio mimi. Hata kuna mtu amekaa kwenye duka lako anauza, wewe unakaa unauza na nigenge. Kuna mtu yuko kwenye ndoa, wewe unakaa mtaani, baba nipe. Baba, sema kwa jina la Yesu. Maisha yangu ni ya kwangu. Ninakataa kuishi maisha ya mtu. Nageuka. Wapendwa, yule msichana alinifyonza akiwa kwenye mlango wa ndege. Yaani mpaka nikaanza ile fyonzo nikaliona. Akanipa tiketi yangu nikapaa. Baada ya wiki moja nikaenda South Africa. Ile South nilienda na basi. Nikasema hata kama sina hela ya ndege nitakaa kwenye hilo gari siku 5. Shetani ajue kuna mtu ana hasira. Nikamwambia Mungu ngoja nikuonyeshe sasa Mungu nijui. Nitasafiri siku 5. Toka hapa Zambia, Botswana South. Unarudi mpaka mume wangu ananichoma diclofenac yake nyumbani. Baba nichome. Nimegeuka lakini nimegeuka kwa shida. Kwa machozi. Ila nimeenda, kwenda si nimeenda. Johannesburg nimekanyaga. Pretoria nimeenda. Wazungu nimewahubiria.
Hadi nikiwa nahubiria wazungu nikasema, wazungu angejua nimekujaje huku. Nikasema kaini hapo, akasema, listen gentlemen and men, I am prophetess Lightness. Do you know I came from? Wanakaa wanashanga. Nikaambia, I came from Kilimanjaro, the highest peak of Africa, just to come to South Africa to bless you. Nikisahau nasema, Jesus you love me too much, too much, too much, excess love. Narudi naambia, ripo sakata. Nikisahau kitu naweka ndimi. Sema ndimi. Mungu aliambia, mwanangu, nataka nimekuamini, jiamini. Wewe ni jasiri kama simba. Unaenda huko kwa watu wakubwa unakaa, my name is Deogratias. Alafu unajificha. Nani? Naambia, my name aka Lioness. I am a lioness. I carry fire. And today God is going to give you that fire. Naambia, I am not going to Kilimanjaro with this fire. It must rise here in South Africa. Heka sakatara mama. Mungu anambia, Lightness, keep up. Unanielewa? Ukitaka kugeuka lazima utengeze kunaitwa ujasiri. Acha kukaa kama kuku aliyomwagiwa maji. Naogopa. Uko wapi Mungu wangu? Majaribu yaniandama kama nini. Usimtishie Mungu. Mungu atishiwi na machozi, atishiwi na huzuni. Anasema, leta hoja zenye nguvu, asema Bwana. Eleza mambo yako upate kupewa haki yako. So nakaa chumbani, Mungu wangu mbona umeniacha? Kati nimekuwa kama kichekesho kwa watu. Mungu atumie kichekesho. Nani anatumia vichekesho? Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Huwezi kugeuka ukiwa kichekesho. Lazima uwe shujaa. Kama Debora alivyoinuka akasema, nitampiga huyu Baraka, nitapigana na huyu mfalme, lazima nisimame kama shujaa. Esther akasema, sikiliza, najua sijawahi kuingia kwa mfalme kwa muda mrefu, lakini nendeni mkaombe. Reko sakata rima mama, kusanya nguvu ya roho, na mimi nitaomba pamoja na mabinti zangu, kwa sababu maombi ni nguvu. Maombi yanazaa. Katika ulimwengu wa roho vitu vinazaliwa. Esther akasema, kaniombeni. Alafu akaingia kwa mfalme kinyume cha sheria, kwa sababu alikuwa ameomba. Kibali cha Bwana kikawa juu yake. Tuwapate wapi wa mama wanaojua kuomba kwa ajili ya watoto wao, wanajua kuomba kwa ajili ya kizazi chao, wanawake wanaojua kuomboleza, wanasimama wanasema, shetani sikia, sijazalia shetani watoto. Watoto wangu ni watumishi, watoto wangu ni manabii, watoto wangu watamtumikia Bwana. Reko sakatara mama henda masika yanda. Sijazaa watoto ambao wana kazi, sijazaa watoto ambao wana wokovu. Mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Mimi na nyumba yangu tutairithi mbingu. Nimezaliwa kwa mbegu ya Mungu. Watoto wangu wamezaliwa huko pia. Mume wangu amezaliwa huko pia. Hata kama mume anakuja ni mlevi, unamwambia, baba tumaini, umezaliwa kwa mbegu ya Bwana. Namuona Bwana ndani yako. Wewe ni mtumishi wa Bwana. Wewe sio mtumishi wa pombe. Kuna mdogo wetu mmoja alikuwa ni mlevi. Gloria anamjua, maana ni besti yake sana. Alikuwa anakunywa, anauza mpaka bangi nyumbani kwa mchungaji. Kumbe nyumbani yetu ndo duka la bangi. Siku naago ananiambia amepiga kevanti, amepiga bia kreti moja. Ambia, sister nakukabidhi. Ndo amenifuata. Mamangu akasema, haiwezekani. Hapo yani amesoma shule zote unazozijua. Mdogo sio unaenda kwenye graduation yake ya chuo kule, ukakuta ameshikwa polisi. Hata una graduate kama nani kwenye huko? Alikuwa na ile mizimu yote ya ukoo ya kufa. Watu wetu wako wetu wanafiaga mtonyo akiwa amelewa. Kwa hiyo kwa sababu mtoto wa kwanza wa kiume akabeba hiyo mizimu ya kulewa. Alikuwa na kunywa. Alikuwa na lewa. Ukiweka sapo anaiba. Ukiweka yani mnaficha vitu kama mnakaa sio na nani huko ndani. Unanielewa? Sadaka zinaibiwa kila kitu. Unaelewa? Alafu kuna alikuwa anaimbaga anasema eti akivuta bangi ndo anaimba vizuri. Nyao watoto wa wachungaji kwenda akili. Eti nikivuta kitu hapo nikishika maiki. Hani alikuwa tuko tunachoka.
Baba yetu siku moja akasimama kanisani akasema nimechoka na mtoto wangu. Unajua makanisa ya Pentekoste. Namkabidhi namtenga namweka kule nyuma. Mamangu akafika nyumbani akasema nani? Nimezaa huyu mtoto. Sijamzalia shetani mtoto. Akamwambia Pastor good luck. You are a pastor. Mimi sioni ulevi naona mchungaji. Anazunguka naye ndani anasema riko saka. Yandara mamangu anaomba. Kuna mama wanaomba eti. Wewe nyamaza hapo. Usituone hivi kafikia tumetoka porini. Ni bahati hawa dada wana bahati. Yaani kwao ni watumishi. Tungekuwa machangu doa kama akupatikana mama aliyesimama kwenye nafasi. Unacheza wewe. Unafikia tulikuwa tu ni neema. Yaani wana neema. Neema imewaangukia. Lala hapo ikuangukie. Kuna wamama waliomba. Sasa mama yetu akawa mdogo wangu anakuja mlevi saa 4 usiku saa 5 anaenda kitandani na mtoa. Anazunguka naye sebuleni riko sakata. Mdogo wangu anatembea tu maskini na ulevi wake. Ramasika yanda reposa katara mama, nimekutoa kwenye tumbo langu good luck. Wewe ni mtumishi wa Bwana, sijamzalia shetani watoto. Naona ukimtumikia Bwana hautatumikia bangi, hautatumikia pombe, hautatumikia umalaya, Mama aliendelea mpaka kijana kafikisha miaka 34. Hakuna Yesu. Akaajiriwa kama mtendaji kata huko wapi? Butiama. Baba siku moja akaenda kumwona mtoto, alikuwa asiliana, akamkuta mtaroni, amelewa. Mtoto wa mchungaji. Baba akaja akatuambia tumeisha. Pale hatuna mtoto. Anakunywa anasema naamka asubuhi na zile spirit. Alisema kasema niliacha hadi mambo ya chakula nilishindwa kula. Analewa. Mama yetu alikuwa anamwambia nikienda nyumbani mama usilale. Nilaleje mwanangu wakati good luck wangu anakunywa pombe. Kitanda kipi cho nalala? Nyeka laleni. Namuona mtoto anayetengenezwa na Mungu. Mdogo wetu akaja akaokoka. Akabadilishwa. Sasa hivi ni mchungaji msaidizi wa baba. Na ameoa. Na ana ndoa nzuri. Yaani ni kijana na hekima hata ni shahidi. Tukitaka vitu vya ushauri, yeye ndo anayetushauri. Akishauri kitu lazima kipite. Mimi mwenyewe Mungu ananua hata ndoa yangu, sinaga mshauri ni yeye. Wewe mwambie tu chana, nakunyoosha hata mume wangu tukula sina. Mume wangu mfuate good luck. Good luck anamnyoshia mambo. Unaelewa? Ni kijana ambaye nikiwaza kitu nikimwambia ana-expand. Anakikuza. Ndio anaitwa unite family. Jamani mbona tujawasiliana? Mbona jamani mko wapi sister? Yule aliyekuwa mlevi leo ni mtumishi wa Bwana. Unaongea nini? Sema anabadilisha mambo. Anageuza vitu. Waliokuwa walevi ni watumishi wa Bwana. Na leo namuona mtu mmoja Bwana akimgeuzia mtu. Anakugeuzia kaka yako, anakugeuzia mtoto wako, anakugeuzia familia yako kwa sababu Bwana yuko hapa. Mamlaka na nguvu nina kufanya lolote nitaka. Mungu amekupa mamlaka. Mamlaka na nguvu ninazo, manawe upo ndani yangu. Sio kwa sababu una hela, kwa sababu yupo. Sema tu maana upo ndani yangu. Sio kwa sababu una ndoa, kwa sababu anakaa ndani yako. Kitabu kile cha Akti, Kiswahili ni Matendo 17:18-28. Anasema ndani yake tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Anakaa ndani yetu. Kwa hiyo Mungu anaweza kageuza. Sema Mungu anageuza. Siku nilio nijikuta natoa shuhuda na sikupanga kabisa. Mnabarikiwa. Mnabarikiwa na shuhuda wa mchungaji. Sikuwa nimepanga, nilikuwa nimepanga nihubiri tu na nimeandika. Kwa hiyo sasa neno la kinabii. Bwana Yesu asifiwe. Neno la kinabii lazima lipiganiwe ili litimie. Ukisoma Waebrania 4:2 anasema hivi. Napeleka sana hicho kitabu. Anasema sisi nasi tulihubiriwa injili hiyo hiyo kama wao. Lakini neno lile walilolisikia, unaona kijana alivyo mzuri hapo. Maana ni kweli. Soma hapo. Sema maana ni kweli. Sisi nasi tumehubiriwa habari njema. Soma nyuma yangu kwa nguvu. Sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama wao. Lakini neno lile lililosikiwa alikuwafaa wao, kwa sababu alikuchanganyika na imani ndani yao waliolisikia. Mchungaji, kuna watu wako hapa mnasema mgeuko ndio kwanza wajui kama wanageukia wapi. Neno limetolewa, injili imehubiriwa. Kuna watu inawafaa, kuna watu haiwafai. Kwa nini? Faith. Hallelujah.
Sema sitakuwa miongoni mwao wa sita hao. Yaani Paulo alijua kwamba unaweza kaingia kanisani utoka ruksha. Ndio maana mimi sipendagi pokea gari. Mimi nataka mtu angalau aelewe kabla hajapokea. Si unanielewa? Haya tuanze kuendesha. Kuna wengine kule watapokea kutokana na imani. Ila kuna wengine wataendesha mpaka siku anaingia kaburini. Anasema ni kweli sisi tulihubiriwa habari njema. Kanisa hili la Redeemers tulipewa neno la mgeuke, mpaka mchungaji anawapenda mpaka anawekea hapo juu. Jamani nyinyi kanisa mnara. Hivi mtikienda mbinguni mtasema nini? Mtamwambia nini mkimwona? Mtamwambia mpaka salamu yenu eti naongea mwaka. Hadi nimesema na mimi naenda kufanya la kwangu. Ile kule cha kwangu sasa kinavyosema mwaka wa ushindi mkuu. Kwa hiyo nikiwaambia mwaka wa ushindi mkuu, nimesema watasema tunashinda na zaidi ya kushinda. Naenda kupeleka kwetu. Dickson. Nimeona kijana wangu pale, simama wapungie Dickson, engineer huyo jamani. Naona amekuja hapa. Piga makofi kwa ajili yake. Amekuja hapa kwa mama. Haleluya. Tunapeleka neno lile. Kwamba ni mwaka wetu wa ushindi mkuu. Wanasema na kiongozi asiposema hivi namfukuza kazi. Yaani mimi ni mkali. Tunashinda na zaidi ya kushinda, naomba kufanya hivi. Yaani nimejifunza kitu hapa. Nimeingia ofisini nasalimiwa mwaka wa mageuzo na kala. Sasa ndio kitu nataka hicho. Alafu Kiingereza na Kiswahili. My season of supernatural turnaround. Sio tu wa mageuko. Kama sema na turnaround. Kiingereza kianze kuelewa mdomo wako kwamba kuna mtu anatani around. Around the corner, Jesus. Around the corner. Mgeuko unakuja. Mgeuko unakuja. Around the corner. Around the corner. Dada anafurahi hapo. Dada unafurahi eh? Sasa mnaweza mkahubiriwa injili hiyo hiyo, mkapewa neno hilo hilo la kinabii, na wengine mkaona tu ni kawaida kwa sababu mmezoea dini. Unajua hakuna kitu kibaya kama roho ya dini. Kule kwenye dini yako hujawahi kupewa neno la mwaka. Unaambiwa vumilia mama, mateso ni mengi. Vumilia. Wewe ni Ayubu pati tu mama, wewe ni Ayubu. Mimi sio Ayubu bwana. Mama vumilia, Bwana Yesu anakuja. Wimbo wetu wa shule ya sekondari huo. Vumilia. Nilikuwa nikisikiaga na yale magonjwa yangu nasema laiti nisiendelee kuumwa. Bwana Yesu naenda mbinguni. Mimi naangalia mbingu. Mimi naangalia mbingu. Siangalii mambo ya duniani. Nataka Yesu aje asubuhi. Nataka Yesu aje kesho. Akuja. Ilibidi nigeuke nipone, niendeleze maisha. Mwambie vumilia, Yesu anakuja. Yesu aje leo wala kesho, bado tunaishi, tunakula mema ya nchi. Umeelewa? Na Mungu akutengeneza mbingu kwa ajili ya watu. Mbingu ni kwa ajili yake. Hata tukifika kule tunakaa kwa muda mfupi tunarudi hapa. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Na kurumia ambao utakuwa kwenye hiyo mbingu. Wokovu ni raha. Sema wokovu ni raha. Jifanyie hivi basi. Hebu jifanyie tena vijitikise kidogo. Raha. Raha. Kwa sababu tunakuwa tunajengwa na neno la Mungu. Anasema kwa neno hilo alikuwa faa. Alafu nataka usome Warumi 10:23 Kiingereza. Sitaki Kiswahili, hilo Kiswahili kimeeleza vibaya. Kiingereza. Warumi 10:23 chap. Alafu tunaendelea kidogo. Na mchungaji na huu muda wako sasa, Mungu nisaidie. 10:23. Sijaanza hata maombi. So Warumi, sorry, hiyo ulikuwa unasoma Waebrania. Samani sana. Waebrania 10:23. Nataka nisome kitu kimoja tu hapa. Afu nifanye vision kama 2-3 hivi za Kiingereza. Let us all be fast the confession of our faith without wavering. Yaani nataka leo niwe mzungu. Mnanionaje? Hebu watu wakomae, komaza macho yako hapo. Piga video unaona. Hold it fast. Yaani ulishikilie. Kiswahili sema myashike maungamo. Mngesema maungamo labda yale maungano kwa padri. Ndio maana sitaki kulisema ile andiko la Kiswahili. Maana utaweza kwenda kwa padri saa hizi. Naenda kuungama Jumapili. Hiyo kitu ilituharibu. Unajua natenda dhambi Jumapili na ungama. Nafanya hivi Jumapili na ungama. Mungu aamini watu wanaoanguka. Mungu anatembea na watu wakisimama wamesimama. Sio anakupa kitu unaanguka. Anakupa ndoo unaanguka. Anakupa kazi unaanguka. Hakuamini. Sikiliza. Sio kwamba Mungu asamehe dhambi. Atakusamehe lakini hatakuamini. Hiyo ndio shida ya dhambi sasa. Anaweza kukusamehe na mbinguni ukaenda, lakini kuna kazi, kuna vitu hata kuamini. Huyu mtumishi ameanguka na wadada 5 hata kama ametubu. Nikimpa huduma anaenda kuanguka na washirika wote. Endelea kuwa mshirika.
Unaweza kanielewa ninachokizungumza? Kwa hiyo issue ya dhambi ni trustful, integrity. Mimi nilivyokuwa na kasi lali na mwanaume, sio kwa sababu nilikuwa nataka je useme silali na no, nilikuwa na heshimu mafuta. Mamangu akamwambia mwanangu wewe ni nabii. Wewe ni nabii na nilikuwa najua ni nabii. Anambia kuna kitu kinaitwa mafuta. Alikuwa anayazungumzia mamangu ya mafuta jamani. Ukilala tu na mwanaume, cha kwanza anachafua mafuta. Kwa nilikuwa nikimwona mkaka lazima baba mafuta. Mimi nilikuwa siogopi eti kama nilale nipate ni mafuta, sema mafuta. Sio kama ukimwi wala mimba, mafuta. Ukiogopa mafuta utakimbia dhambi. Umeelewa? Akasema let us hold fast the confession of our faith without wavering. Yaani wavering ni kama vile kutikiswa. Mimi sijasoma bwana Kiingereza, nasoma biology na kemia. Walimu wa Kiswahili wa Kiingereza mko hapa mtanisamee. For he is faithful that promise. Aliyeahidi ni mwaminifu. Endelea kidogo. Aimeisha. Bila nyingine. Another version please. Let us draw near to God. No, 23. Let us hold unswervingly. Yani hicho sio ni cha Uingereza, sio ni cha England. To the hope of prophecy. Yani unabii, sema unabii. Unabii si ndio neno mlopewa hapa? Hivi mnanielewa? Sasa mnaona maungamo ya tumaini. Unaona Kiingereza kinavyoelezea vizuri. Jua ni Kiingereza. Vijana mlioko hapa kwa jina la Yesu. Kuna vitu vingine mtavielewa zaidi ya watu wengine. For he who promise is faithful. Go another version my friend. Hey. Without wavering, let us hold it tightly. Yani tightly ni hivi jamani. Unashikilia hapo. Mgeuko. Yani mimi na mgeuko ni pacha. Sema nageuka kulala njaa. Nageuka kuonewa. Nageuka kuingia kwenye uzinzi. Yani unashikilia mgeuko. Yani anasema let us without wavering. Let us hold it tightly to the hope we say we have. For God can be trusted to keep his promise. Naona watu wanasema yes. Yani Mungu anaaminika kuziweka ahadi zake. Ili kanisa wamsogeuka. Yani hata tuamiminie mafuta ya Israeli, tuamiminie chumvi zile za mawe sijui, tuwatumbukize kwenye visima vya moto. Hivyo havisaidii. Watu mnapenda vitu vya mwilini, mnasahau imani ya ndani. Umeelewa? Kuna mtu alina mali akasuguliwa na chumvi kuanzia kichwani mpaka mguuni. Yaani akaniambia mama naumwa kila mahali, nimesuguliwa na chumvi ya mawe. Wanaua laana ya bibi. Sio swala la mwili, ni swala la nafsi. Nafsi haisuguliwi. Nafsi inauawa kwa neno. Neno inapokea, yako inapokea neno. Anasema nayo nuru yang'aa gizani, Yohana 1:5. Wala giza halikuiweza. Ndani yake ndimo ulimokuwepo uzima, na uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru inang'aa gizani, inang'aa. Light shines on darkness, and darkness could not comprehend. Nuru ya neno ikiingia, mapepo yanaondoka. Hata sasa hivi kuna watu mapepo yenu yanaondoka bila mkono, kwa sababu nuru. Sio chumvi za kusuguliwa. Sugua mama. Nabii sugua. Mama nabii sugua. Mama nabii. Hiyo ni massage ya kinani? Sio. Hakunaga Mungu wa hivyo. Ulituma neno lake kupone. Yes, anatuma neno. Hatumi usuguaji. Unabatizwa kila siku, unabatizwa leo laana za ukoo. Kesho unabatizwa unabatizwa mwili, je roho yako? Amesema kabisa. And the light shines in darkness, and darkness comprehended it not. Yani kwamba giza alikuweza kushindana na nuru. Hata sema power. Jamani mnasikia raha Kwa tunashindania ili neno la unabii. Haleluya. Kusoma Zaburi 19 mstari wa 14 anasema maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako. Kwamba unaposema ni mwaka wa mgeuko, hakikisha maneno yako na moyo wako vinaambatana na hilo neno. So ongea tu ni mwaka wa mgeuko. Yaani mtoto wangu anaumwa sijui anakufa. Wewe sio mgeuko. Wanaogeukaga aongea hivyo. Anasema maskini aseme mimi ni tajiri. Kuna mtu ananielewa? Anasema aongei.
juzi Mungu alinipa gari. Glory unitabiri ile gari. Kuna siku mume wangu alikuja kununua gari huku da, la chini ya milioni 5, ilikuwa dogo fulani hivi. Kapea Glory, jamani mimi nataka gari. Kuna siku tulinyang'anywa gari kwa sababu ya madeni. Kwa tukao tunapitia kipindi fulani hatuna gari. Glory akamwambia, "Wewe sister, wewe sio kutembelea gari kama la mume wako. Wewe utaanzia gari milioni 10." Akamwambia, "Wewe Glory." Akamwambia, "Mimi nakwambia." Nikasema, "Amen, I receive." Kweli baada ya wiki 3 5 miezi Mungu akanipa gari. La zaidi ya hizo pesa Glory anasema. Hasa Mungu alivyonipa ile gari. Kabla sijaje hapa kwenu, Glory akaniambia nikamkatie tiketi ya train. Sasa nikiwa nakunja hivi naingia kwenye barabara ya tiketi. Alikuwa anasema siku anakuja nyumbani kule. Nikakutana na korongo. Nikagonga, badala kukanyaga mafuta nikakanyaga breki. Badala kukanyaga breki na mafuta, kwa nikaenda kupiga kalvati. Ilikuwa ni kwanza nilichokiona, niliona ninafukiwa. Yaani mimi niliona nafukiwa. Sijafanya wani msinifikie. Yaani niligonga mahali zile bags zikapasuka, gari moshi ukaja. Nguo yangu mimi ile ilikuwa imeungua hapa kote hata mpaka sasa hivi. Mikono, yaani kioo kikaruka kule, kikapasuka. Nimekaa kwenye mstelingi niko mwenyewe. My bags yametoka, alikuwa siweki gari na my bags, nikajua ni uchawi. Yale mabaluni yanatoka, yamenifunika huko na lingine liko. Nikasema, hasa mimi nasema msiniue, msinizike. Mimi ni mzima. Kumbe roho ya mauti bwana inakaga mahali na kujega tu. Hata kama hujaumia, yani inakuja na kuchukua hapo hapo. Kwa mimi nikasema sifi, msiniue, msinizike. Gari kaza kalala. Sasa nilikuwa karibu na kanisani. Kwa wakaka gari joka kibi. Mchungaji. Nikakaa hapo. Nikasema sijafa. Lakini Mungu akaniponya na ile ajali. Nikatoka, nikaja da. Lakini kabla sijaomba Mungu, kwani umeruhusu hichi kitu? Mbona nilikuwa na hamu ya gari hivyo? Jamani, nilikuwa na hamu ya gari nyewe watu. Kuna siku nikaendaga madhabahuni nikalia, nikamwambia nikamwashika gari. Nikamwambia Mungu, nataka gari. Kama vile nani alivyosema nataka mtoto, ni Rebeka. Nikakaa pale madhabahuni Jumamosi nilala hapo, nikasema leo siombi kitu kingine. Mimi Mungu nimechoka. Haya magari ya wanaume mara leo atoki, mara leo amenalalo kazini, mara leo mimi siwezi. Unatoka saa 12 unaenda kanisani anakuja zake saa 4. Sasa utafanyaje? Magari afunye wanaume, lakini kaeni nayo tu bora. Ningekuwa nimeharibu la kwako ndio ungenimaliza. Ni bora. Na ilinipa hasira. Mume wangu alikwambia nimetoka drive naenda nyumbani. Mume wangu mwalimu amenifundisha hivi akasema unifundishe. Mimi gari yangu ugusi. Maana najua mambo ya magari. Unaweza kugongesha kwenye mti hapa. Nitakudaije mke wangu gari yangu? Yaani nikashukuru sana mpaka mume wangu mpenzi kabisa. Halafu nisikuzereka nikamwambia Mungu huyu ndo mpendwa nyama katika nyama. Nikaja pale mazabuni. Kulikuwa hamna mtu lakini ni kimya. Sasa Mungu kweli akasikia kilio, maana aliona ninamaanisha. Akanipa na ukoo mzima, nilikuwa wa pili kuendesha gari ukoo mzima, sema ukoo. Baba yetu ni wa kwanza amelipata uzeeni. Mimi ndio wa pili, au ni uongo Glory? Ushasikia mtu kwenye ukoo wetu ana gari? Wewe la mume. Mimi sisemei wale waume ametununulia. Huyu anielewi. Yaani mimi sizungumzi hata mume wangu alikuwa nalo, ameniona nalo. Haya si ya kwao. Sisi kama familia, kama damu. Hata ongelei mume, hata mdogo wangu akike mume wake analo. Wote wana magari wale. Tunasema sisi, sema sisi. Ilikuwa hakuna. Mtu akifa mnashangani baskeli zinakuja hapo zinapaki. Na gari la kijiji. Hakuna. Tulienda kujimazisha bibi yangu, hakuna gari, sema hakuna gari. Watu wote tumekaa hapo tunaangaliana hivi. Sasa mimi ndo nimevunja rekodi, sema rekodi. Mungu akaniambia lightness, sikia nikwambie. Mungu alikupa na akaniambia baraka zangu hazina majuto. Akaniambia pia shetani alitaka kuiondoa roho yako. Mimi nilipigana vita kubwa sana kukulinda usife, ila pia kama nimeweza kukupa gari, amini naweza kalitengeneza. Sasa nikawa nikikumbuka, nikiona magari kama barabarani, nasikia mwili unawaka. Yaani nakuwa kama napata vibration. So unajua unashtuka. Hadi naomba sekretari wangu. Alafu shetani alivyo mbaya, Christmas, ninaenda stendi kupanda gari nyumbani, napanda juu ya dirisha, magari yamejaa. Prophetess mwenyewe anakimbilia dirishani. Siku nilikanyagwa. Alafu nauli inatoka 1000 mpaka 1500. Alafu dirishani, nishikie hapo mama, nishikie. Akaniambia nikasema lakini kurohoni. Nikamwambia Mungu, ninachokiomba ni kitu kimoja. Najua ile jaribu ni gumu. Nipe amani. Wapendo, ukipita kwenye jaribu gumu mwambie Mungu nipe amani. Akanipa ile andiko la Zaburi Ayubu 22:21. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Ndipo mema atakapokujia. Nikamwambia Mungu sihitaji kitu kingine, nahitaji peace. Hicho tu ndio ninachokitaka. Sasa nikiona mtu anaendesha gari kama na yako mengi. Sitaki kuyataja, mtasema yamejaa kila mahali. Huwezi kutana magari matano usikutane na hilo gari.
na rangi hiyo. Kwa nikamwambia Mungu, nipe amani. Kweli nikamwambia Mungu. Nikaenda kwenye gari saa 8 usiku, nililala hapo, nimelishika ujue. Alafu sasa nilikuja kupakiwa kanisani. Wakatoa injili wakaiweka pale madhabahu ni nyuma pale. Kwa nikiwa nahubiri power, naiona injili yangu pale. Sema faith. Si mnanielewa? Kwa usiku mimi nikija karibu Mungu na alianointi, gari langu litatoka. Mungu akanipaga amani. Aliponipa amani nikamwambia Mungu sasa, akamba lightness, nataka umshinde shetani kwa kishindo. Unajua shetani anaanza kadhani amekuweza. Fundi akamwambia kutengeneza ile gari mwa mchungaji milioni 2. Kaza bala uza. Sina manyenye. Yaani maswali yakawa mengi kichwani. Ila Roho Mtakatifu akaniambia lightness, what is milioni 2? Akaambia jitie nguvu katika Bwana. Baraka yote ina changamoto yake. Sasa hizi ndio changamoto. Shinda. Si unajua unaua mizimu ya familia? Hiyo ndio inaitwa mizimu sasa. Umeiona live bila chenga. Kuna saa Mungu anakupa baraka, shetani anaingiza hapo cha kwake. Anakupa ujauzito, unasikia eti mtoto sio amekuaje? Sijui ubongo umefanyaje? No. Nikamwambia Mungu, umenipa kipindi nilikuwa nataka kulipa kodi milioni 1.8 ya kanisa. Nataka kupeleka watoto shule. Kwa vitu vilikuwa ni vingi. Nikaja nikamwambia Gloria, ni gari yangu nikika. Jamani lo gari sister. Moyo wangu ulikuwa ni Mungu alivyonipa pesa nilishangaa. Ile nalipa kodi ya kanisa leo. Kesho yake nikaweza kuagiza vifaa vya 800,000 ile gari. Yaani cash, sijui hela ilitoka. Mungu akaniambia, ninakwambiaje, tulia utauona wema wa. Yaani kuna hatua fulani pia Mungu alinipigiza kwamba ni nini cha kukutenga na upendo wa Mungu? Ni gari, ni watoto, ni ndoa, ni familia. Uhai wangu ni zaidi ya gari. Ningekuwa nimevunjika mguu saizi mngenipata. Ningepigwa kifua nikaribika KSMC nikalala kwenye koma mngeniona. Lakini Mungu ameuokoa uhai wangu na kaburi. Na bado Mungu atarejesha hilo gari kwa utukufu wake. Na bado nitaendesha. Mbele ninaendelea. Nitaendesha. Na Glory tutaendesha kwa jina la Yesu. Shafungua mlango. Lako sio la mume, nielewe. Nikisema lako nielewe. Ya waume ana mambo mengi, waone hao baba hivi. Nyinyi waonene tu hivi. Kwa sababu gari lako sio la kwako. Nyumba ni yenu lakini sio gari. Kuna mtu anaweza kaelewa. Nilikuwa nasikia kwa shida kwamba kuna mtu utajenga kwa sababu inawezekana kuna baraka Mungu amekupa. Kuna kitu kizuri Mungu amekupatia. Alafu shetani akaja akapanda kitu chake. Sasa unamuona shetani zaidi ya Mungu. Kumbe Mungu aliyenipa milioni zaidi ya 10 na atashindwa kunitengenezea? Hapana. Nikamwambia shetani, unijui, ninakupiga mateke, nilitaka kwenye ile injini, nilikuwa nafanya. Hamna mtu ni, yaani unajua kuovu unatakiwa kicha fulani. Kama nimemaliza. Haleluya, na Mungu akanipa hizo hela. Sijui hata alinipaje. Na atanipa zote. Na kila kitu akanipa, na imani yangu ikaongezeka. Kwamba katikati ya machozi unatakiwa uimbe wimbo wa nini? Wa sifa. Amani, sema amani. Salama rohoni ni salama rohoni mwangu. Salama. Umelala njaa unasikia salama. Mtoto amepata mimba unasikia salama. Unaambiwa ondoka nataka talaka unasikia salama. Unaambiwa toka kwenye hii nyumba hujalipa kodi unadaiwa madeni mengi unasikia salama. Kwa sababu Mungu akiwa upande wetu hakuna aliye juu yetu. Anasema kwenye ile Isaya 43 mstari ule kuanzia ule wa 2, anasema mkipita katika moto nitakuwa pamoja na nyinyi. Mkipita katika maji mengi nitakuwa pamoja na nyinyi. Wala mito haitawagarikisha. Mkipita katika moto hamtateketea. Wala mwali wa moto hautawaunguza. Yesu kuna sana ruhusu tupite kwenye moto ili tuwe dhahabu. Kuna sana ruhusu maji mengi lakini hatugarikishwi. Shadraka, Meshaki na Abednego walipoingia kwenye moto, Mungu aliwaacha waingie. Kwa sababu moto ulikuwa unaenda kudhibitisha Mungu ni nani kwao. Wapendwa, moto upo na tunapita. Huwezi kugeuzwa bila kupita kwenye moto. Huwezi kugeuzwa bila kutengenezwa. Huwezi kugeuzwa na hiyo hali na huo moyo na hiyo njia. Lazima upite kwenye moto. Ili uwe dhahabu lazima upite kwenye moto. Shadraka, Meshaki na Abednego hawakuwahi kuona mtu aliyeokolewa kwenye moto, lakini walisema tunaingia kwenye huo moto hata kama tukifa na tufe. Mungu alipokaa mbinguni akawaona ndani ya moto, akamwambia Yesu nenda, ni mwana wa Mungu mwenyewe, ni mwana wa Mungu mwenyewe. Ni Yesu Kristo mwenyewe. Nyie hapo sijui mnajua wadogo.
Mbona sasa twaona ni wanne, ndani ya moto twaona ni wanne, nao walikuwa ni watatu, ndani ya moto twaona ni wanne. Naye mfano wa mwana wanne ni mfano wa mwana wa miungu, naye huyo wanne ni mfano wa mwana wa miungu. Mwana wa miungu anaingiaga kwenye moto. Kama kuna moto, mwana wa miungu hawezi kuingia. Unapopita kwenye moto, sema kuna mwana wa Mungu anaingia hapa. Kwenye moto sipiti mwenyewe, ninageuka nione shule yangu, ninageuka nione maono yangu, ninageuka nione kazi yangu, ninageuka nione matumaini yangu. Usiogope wapendwa, moto upo. Bibi, moto upo. Nionyeshe moto, watu waliopita kwenye moto ndakosha watu waliotengenezwa na Mungu. Niletee watumishi ambao juu moto ndakosha watumishi feki. Hey, I can see. Pita kwenye moto, tengenezwa shule, madarasa ya maumivu na machozi. Hata Yesu alipita msalabani, akasulubishwa kwa sababu ya sisi. Akiwa anapigwa anasema siwezi kugive up kwa sababu lightness ataokoka. Siwezi kugive up glory ataokoka. Siwezi kugive up mamcho. Akasema no. Akapigwa akafika mahali akataka sema Baba ikiwezekana kikombe hiki. Wangapi wana vikombe jamani? Akasema kikombe hiki kiniepuke, lakini akasema hapana. Sio kama nitakavyo, bali wewe utakavyo. Nitie nguvu. Mungu aliposikia hivyo akaachilia malaika, wakashuka wakamtia nguvu ya kuimalizia safari. Yesu, nitie nguvu, nimalize mwendo salama. Sema Yesu, Yesu, nitie nguvu, nimalize mwendo salama. Hatakuacha. Anasema mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lisiloniweza? Ndio maana tunaitwa watoto wake. Watoto wake maana yake tumezaliwa. Anasema kwenye kitabu cha Yohana mlango wa kwanza 5:4, kila kilichozaliwa na Mungu shinda ulimwengu. Na huko ndiko kushindako ulimwengu. Hiyo imani yetu. Baba, yatakuja majaribu. Tofauti yako na mtu ambaye hajaokoka, wewe umezaliwa na Mungu. Mwenzenu sipiganagi mwenyewe, ninapiganiwa na Baba. Mwenzenu sipiganagi mwenyewe, ninapiganiwa na Baba. Mwenzenu sipiganagi mwenyewe, Jesus, ninapiganiwa na Baba. Nataka nimalizie hapo, niingie kwenye maombi. Nasikia Roho Mtakatifu anataka kuwaponya watu. Yaani nasikia kabisa niishie hapo, vingine sijavisema, but I feel the presence of God. I can feel it. Sikiliza. Kwenye mgeuko kuna saa unageuzwa huku unalia. Kuna saa unageuzwa huku unatolewa, unatolewa zile magamba. Kuna vidhambi Mungu anaviua ndani yako. Kuna kiburi anajaribu kukiua ili unyenyekevu uingie ndani yako. Kuna tabia anakuingizia ambazo ulikuwa hauna, na hizo tabia zinatengenezwaga mahali pasiri. Umenielewa? Ukiwa unakubali mgeuko, kubali pia kubadilishwa. Tutabadilishwa tufanane na Yesu. Maana unageuka kuelekea wapi? Kuelekea kwenye asili yako. Sasa lazima mambo yote ya kale yaondolewe. Lazima yavuliwe. Uvue kwa habari ya utu wako wa dhambi, utu wa hasira, utu wa hofu, wasiwasi, mashaka. Uvalishwe ujasiri. Maana huko unapogeukia hakuhitaji mtu wa version yako, kunahitaji mtu aliyebadilishwa. Sasa wakati wa kubadilishwa kuna maumivu. Mabadilisho sio marahisi. Wapendwa, nilishalia, nikanywa hadi sumu nife na sikufa. Wakati wangu wa matengenezo, Mungu ananiangalia anasema wewe ni shujaa. Hiyo dawa unaipeleka wapi? Malaika wanasema hakikisheni anywe, hakikisheni anywe. Abebe. Na ananyamaza, anakuacha kabisa. Unapita, sema unapita. Wapendwa, God is taking you somewhere. Kuna watu naona Mungu anawafuta machozi. Kuna watu naona Mungu anaenda kuwapa nguvu ya kuvuka hapo walipokuwa wanapita. Kuna watu naona Mungu anakwenda kuwafungulia mlango ulio wazi na hakuna atakayewazuia.
Lakini naona kitu kikubwa katika ulimwengu wa roho, kwamba kuna misuli ya imani inakwenda kuongezewa. Mjue sana Mungu kwenye mageuko yako ili uwe na amani. Ili uwe na nini? Ukijua watu upate amani. Ukijua vitu upate amani. Only God can give you peace. Sio, naongea na nani? Nasikia upako wa Mungu umenifunika. Nasikia uwepo wa Mungu umenifunika. Nasikia nguvu za Mungu zimenifunika. Na kuna mtu mmoja Mungu anakwenda kumtoa mahali alipokuwa, anampeleka mahali pengine. Nasikia kwenye Mungu ananiambia waambie wanangu na wabeba na wapeleka na wahamisha, kuwapeleka kwenye nchi ya kuwabadilisha. Bwana akamwambia Yeremia, nenda nyumbani kwa mfinyanzi. Utamwona mfinyanzi anavyokifinyanga chombo kilichoharibika. Kubali Mungu akufinyange. Wapendwa, degree zetu kama sio Mungu kutufinyanga, tusingekuwa wanyenyekevu. Tungesema ni I'm a doctor, I have a PhD. Lakini tumenyenyekezwa. Viburi vikauawa, vyeti hatujui viko wapi. Tumekuwa teketeke. Tunasimama tunamtumikia Mungu kwa Wamasai, tunamtumikia Mungu kwa miguu, tunamtumikia Mungu kwa utajiri na kwa maskini, kwa sababu Bwana ametuua. Hatuishi sisi tena, Kristo anaishi ndani yake. Utukufu wake ndio unaonekana kwenye maisha yetu. Kuna mtu mmoja Mungu anakwenda kubadilisha historia yako. Kuna mtu mmoja Mungu anakwenda kukuvua vazi la gunia na kukuvika sifa. Naona utukufu, naona malaika popote ambako utakaposimama, malaika wangu watakuwa nawe. Naamini hili kanisa pia lina malaika wa hii madhabahu. Naunganisha na ile nguvu iliyoko ndani yangu kusababisha